Ilikuwa tarehe 29 ya mwezi Mei mwaka 1985 katika jiji la Brussels huko Ubelgiji. Mashabiki zaidi ya 60,000 walikusanyika kwenye uwanja wa Heysel kushuhudia fainali ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya kati ya klabu ya Liverpool ya Uingereza na Juventus ya Italia. Mashabiki walikuwa na hamasa wakiwa wamevalia jezi za timu zao, wakiimba kwa shangwe, lakini hakuna aliyejua kuwa siku hiyo ingetawaliwa sio na mabao au vikombe, bali na vifo na vilio. Uwanja wa Heysel ulikuwa wa zamani na haukuwa na miundombinu ya kisasa. Kuta za zege zilikuwa dhaifu na hakuna mipango madhubuti ya kuhakikisha usalama wa mashabiki hao. Katika sehemu moja ya uwanja, mashabiki wa Liverpool walikaa karibu na mashabiki wa Juventus bila kutenganishwa vizuri, na kama inavyofahamika, soka ni mchezo wenye kuibua hisia mchanganyiko. Mvutano ulianza polepole, ukageuka kuwa vurugu. Ghafla baadhi ya mashabiki wa Liverpool wakaanza kusukumana kuelekea upande walipo mashabiki wa Juventus. Mashabiki wa Juventus wakakimbia kwa hofu, lakini walipofika ukutani hawakuwa na pakwenda. Msongamano mkubwa ukatokea na watu walianza kubanwa na ukuta wa zege ambao kutokana na msukumano huo ulianguka. Katika sekunde chache tu maisha yalipotea. Watu 39 walifariki papo hapo na wengine zaidi ya 600 walijeruhiwa. Waliofariki wengi walikuwa mashabiki wa klabu ya Juventus. Watu waliokuja kwa furaha wakaondoka kama wahanga. Lakini cha kushangaza zaidi, baada ya tukio hilo, mechi iliendelea licha ya tukio hilo la kusikitisha. Shirikisho la klabu bingwa barani Ulaya UEFA waliamua mechi ichezwe ili kuepusha ghasia zaidi. Juventus walishinda kwa bao 1-0 katika mchezo huo, lakini hakuna aliyesherehekea. Uwanjani kulikuwa na kimya kizito, machozi yalitawala kuliko nderemo. Ilikuwa fainali ya huzuni, siyo ya furaha. Tukio hilo lilileta mabadiliko makubwa kwenye soka la Ulaya. Klabu zote za Uingereza zilikatazwa kushiriki mashindano ya Ulaya kwa miaka 5 na Liverpool waliongezwa adhabu hadi miaka 6. Sheria mpya za usalama viwanjani zikawekwa na ukaguzi wa viwanja ukawa wa lazima kabla ya mechi kubwa. Tukio la Heysel likawa somo la kuonyesha umuhimu wa usalama kuliko ushindani viwanjani. Kupitia tukio hilo, hadi sasa kila ifikapo tarehe 29 ya mwezi Mei, klabu ya Juventus na mashabiki wao huweka maua ya kushika mishumaa kuwakumbuka waliopoteza maisha siku hiyo. Heysel haikubadilisha tu sheria za soka, ilibadilisha mtazamo mzima juu ya umuhimu wa usalama katika mchezo wa soka wenye mashabiki zaidi ulimwenguni. Kutoka SAUT TV, mimi ni Ramadhan Mshana.